Ujumbe wa dharura kutoka kwa God Bless Lema kwa Jaji Mkuu George Masaju umeibua hisia kali nchini Tanzania. Ujambo na karibu. Aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini na kiongozi wa muda mrefu ndani ya Chadema God Bless Lema alizua mjadala mkubwa baada ya kuchapisha ujumbe mzito uliomlenga moja kwa moja Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju. Ujumbe huu ulihusiana na mwenendo wa kesi na mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na ulivuta hisia kali kwenye majukwaa ya kisiasa na mitandao ya kijamii. Kupitia maandiko yake, Lema alieleza kutoridhishwa kwake na msimamo wa Jaji Mkuu, akimtuhumu kupuuza misingi ya haki. Alimkumbusha kwamba cheo na heshima havipimwi kwa vyeo vya kiserikali bali kwa uadilifu na ujasiri wa kusimama upande wa kweli. Maneno yake yamefasiriwa kama ukosoaji wa moja kwa moja kwa namna mahakama inavyoshughulikia kesi inayohusiana na Lissu, kesi ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu ndani na nje ya nchi. Lema alionekana kusisitiza kwa nafasi kubwa za uongozi ikiwemo wadhifa wa Jaji Mkuu hazina maana endapo zinageuzwa kuwa silaha ya kudhoofisha haki na utu wa taifa. Kwa lugha kali alionyesha kuwa ni afadhali mtu aishi maisha ya dhiki kuliko kushiriki katika maamuzi yanayoweza kudhuru utu wa taifa na haki za wananchi. Aidha, alieleza kuwa mahakama ni taasisi ya mwanga inayopaswa kuongoza taifa kwa wazi na uadilifu na sio chombo cha kificho. Na kwa mtazamo wake, maamuzi ya mahakama kuhusu kesi kubwa kama ya Tundu Lissu hayatabaki ndani ya mipaka ya Tanzania pekee, bali yataacha alama kwenye historia ya taifa na hata dunia. Alionya kuwa historia inaweza kuhifadhi kumbukumbu ya heshima au aibu kulingana na jinsi maamuzi hayo yatakavyotolewa. Na katika ujumbe wake, Lema pia alitahadharisha kuwa kila njama inayochimbwa kwa ajili ya kumwangamiza mtu mwingine inaweza kugeuka na kuangamiza waliopanga njama hizo. Alisisitiza kuwa siku ya haki kusimama wazi mbele ya kila mtu itafika na itakuwa ni ushuhuda wa kweli wa kudumu usioweza kufutwa. Kauli hii ilipanua mjadala kuhusu nafasi ya mahakama katika kulinda demokrasia, uhuru wa kisiasa na haki za msingi za binadamu. Wadau wa masuala ya kisheria na haki za kiraia walitazama matamko hayo kama changamoto kubwa kwa muhimili wa mahakama ambao mara nyingi umekuwa ukikosolewa kwa kushindwa kuonesha wazi katika maamuzi yanayogusa maslahi ya taifa. Na wakati huo huo, Lema aligusia pia mtazamo wake kuhusu imani ya kidini, akibainisha kuwa kumcha Mungu hakupimwi kwa mahudhurio ya ibada bali kwa matendo ya haki na ulinzi wa utu wa binadamu. Kauli hii ilionekana kulenga zaidi wale wanaotumia dini kama kisingizio cha kuficha ukosefu wa haki katika jamii. Na tamko lake limekuja kipindi ambapo mjadala wa kitaifa kuhusu mustakabali wa kesi ya Tundu Lissu unazidi kushika kasi, huku wananchi, wachambuzi wa mada na wadau wa haki wakisubiri kuona kama mahakama itatoa hukumu itakayoimarisha imani kwa taasisi za kisheria na kuendeleza mashaka yaliyopo. Maneno ya Lema yanachukuliwa kama mwito wa dhati kwa taifa kufikiria upya nafasi ya haki na nafasi ya ujasiri katika kujenga Tanzania yenye usawa na utu. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa taarifa na uchambuzi wa kina kuhusu siasa na haki nchini Tanzania na Afrika Mashariki.